Je, umewahi kuota uko shuleni ulipoacha miaka mingi iliyopita? Na je, umewahi kuota uko nyumbani kwa wazazi wako wakati tayari umehamia maisha mengine? Au labda umeota mtu ambaye aliwahi kuwa sehemu ya maisha yako miaka mingi iliyopita. Swali ni, kwa nini ndoto hizi hurudi? Je, ni kumbukumbu za kawaida? Je, ni ujumbe unaotaka kufundisha jambo fulani? Au je, kuna somo ambalo bado hatujaelewa? Leo tutachunguza jambo hili kwa mwanga wa neno la Mungu. Katika kitabu cha Wafilipi 3:13 hadi 14, Mtume Paulo alisema, "Nayasahau yaliyo nyuma, nikiyachumulia yaliyo mbele." Hii ndiyo siri ya watu wanaosonga mbele na Mungu. Wengi wetu tunataka maisha mapya, tunataka msimu mpya, tunataka milango mipya, lakini mara nyingi tunajaribu kuingia kwenye kesho huku tumeshikilia jana. Hebu fikiria, kwa nini mtu anaweza kuota yuko darasani? Shule ni mahali pa kujifunza, ni mahali pa majaribio, na ni mahali pa ukuaji. Wakati mwingine, ndoto za shule zinaweza kutukumbusha kwamba maisha yanaendelea kutufundisha. Yanaweza kutufundisha kwamba maisha yanaendelea kutufundisha. Kuna watu ambao Mungu anawafundisha uvumilivu, wengine anawafundisha imani, na wengine anawafundisha msamaha. Swali si kwa nini nimerudi shuleni. Swali ni, je, Mungu ananifundisha nini katika msimu huu na ndoto hii? Lakini kuna aina nyingine ya ndoto ambayo ni ya kushangaza zaidi. Kwa nini watu wengi huota nyumbani kwao kwa rudia? Nyumbani ni mahali pa mwanzo. Ndipo tulipojifunza mambo mengi kuhusu maisha, na ndipo tulipopokea baadhi ya majeraha yetu. Ndipo tulipopokea baadhi ya mafundisho yetu. Ndipo tulipojenga mtazamo wetu wa kwanza kuhusu Mungu, watu na sisi wenyewe. Ndoto za kurudi nyumbani zinaweza kutufanya tujiulize, je, kuna jambo kutoka kwenye msingi wa maisha yangu ambalo bado linahitaji uponyaji? Na je, kuna jambo ambalo Mungu anataka nilitazame kwa macho mapya? Biblia inaonyesha mara nyingi Mungu akishughulika na mizizi kabla ya kushughulika na matunda. Lakini kuna ndoto ambazo mara nyingi huwafanya watu washangae zaidi kuliko zote. Ndoto za kuona mpenzi wako wa zamani. Kwa nini mpenzi wako wa zamani anaonekana katika ndoto? Sio kila ndoto ina maana ile ile, na si kila ndoto ya mtu wa zamani ina maana kwamba unatakiwa kurudi kwake. Lakini ndoto hizi zinaweza kutukumbusha mambo mbalimbali, hisia ambazo hazikushughulikiwa vizuri, somo muhimu ulilojifunza
maumivu ambayo bado yanahitaji uponyaji, msamaha ambao bado unahitajika. Mungu ni Mungu wa uponyaji. Anataka tuwe huru kutokana na yaliyopita ili tuweze kukumbatia yajayo. Mfano wa mke wa Lot. Mke wa Lot alitoka Sodoma, lakini moyo wake haukuwa umeondoka kabisa. Ndiyo maana Yesu alisema, kumbukeni mke wa Lot. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa ameondoka mahali fulani kimwili, lakini moyo wake bado uko huko. Kuna tofauti kati ya kukumbuka jambo na kuishi ndani ya jambo. Mungu hatuiti kupoteza kumbukumbu zetu, lakini hatuiti kuishi ndani ya jana yetu. Watu wengi wanapoteza miaka yao ya baadaye kwa sababu wanaendelea kuishi katika maumivu ya zamani. Wanapoteza fursa mpya, mahusiano mapya, huduma mpya na hata milango mipya, kwa sababu bado wanashikilia mambo ambayo Mungu ameshawatoa. Habari njema ni hii: katika Kristo kuna mwanzo mpya. Mungu habadilishi tu ukurasa, anaweza kuandika sura mpya kabisa. Haijalishi jana yako ilikuwa nini, kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Labda ndoto zako zimekuwa zikikuonyesha shule, na labda zimekuwa zikikuonyesha nyumbani, na labda zimekuwa zikikuonyesha watu wa zamani. Badala ya kuogopa, mwombe Mungu akupe hekima. Mwombe Mungu akuonyeshe somo. Mwombe Mungu akupe uponyaji. Na zaidi ya yote, endelea kutembea mbele, kwa sababu Mungu wako yuko mbele yako, si nyuma yako. Sasa basi, kama ujumbe huu umebariki maisha yako, andika neno mbele kwenye comment section. Niambie, ni ndoto gani ya zamani ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara? Na kama ungependa maombi, unaweza kuwasiliana nami. Mungu akubariki. Ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, naomba umfunulie kila mtazamaji ukweli wako. Umponye kutokana na maumivu ya zamani, na umpe neema ya kusonga mbele katika kusudi lako. Abarikiwe, alindwe na aongozwe na Roho Mtakatifu. Ni katika jina lako takatifu nimeomba. Amen. Na kama uko pale bado haujampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, ningependa urudie nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimeukubali Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki kama umeomba ombi hilo, na usisahau kunipigia simu au kunitumia ujumbe. Tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. God bless you and shalom.